utumishi wako utimilifu wa neema ya kuhani, umjalie na nguvu ya baraka yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi. Sehemu ya kwanza ya madhehebu ya daraja ya askofu imekamilika. Sasa tunaingia sehemu ya pili ya kuwekwa wakfu. Askofu mteule atawekewa mikono kichwani. Wahusika katika tendo la kumwekea mikono askofu mteule ni maaskofu tu. Sisi wengine wote tutajiweka katika ukimya mkuu.
kitabu cha Injili kitawekwa juu ya kichwa cha askofu mteule na itasaliwa sala rasmi ya wakfu. Sasa tusimame. Ee Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa huruma na Mungu wa faraja zote, wewe unakaa juu mbinguni na kuwatazama wanyonge. Nawe unajua vyote kabla havijazaliwa bado. Nawe ambaye kwa neno la neema yako ulilipa kanisa lako kanuni zako. Wewe ulimteua tangu awali kizazi cha waadilifu kuanzia Ibrahimu. Nawe uliweka viongozi na makuhani wala hukuacha patakatifu pako pasiwa na huduma. Na tangu mwanzo wa ulimwengu ulipenda kutukuzwa katika wale uliowachagua. Na sasa umiminie huyu mteule wako nguvu ile itokayo kwako, yaani Roho wa utawala uliyempa mwanao mpenzi Yesu Kristo, na akawapa mitume watakatifu Roho huyo, na ndio walisimika kanisa kila mahali pawe makao yako matakatifu kwa utukufu na heshima isiyo na mwisho ya jina lako. E Baba, ujuaye mioyo ya watu, mjalie huyu mtumishi wako uliyemteua kuwa askofu aweze kulichunga kundi lako takatifu na kulitimiza pasipo lawama, kutimiza pasipo lawama utume wa kikuhani mkuu. Akutumikie usiku na mchana, ili hakufanye uso wako uwe radhi daima kwetu sisi, na akutolee vipaji vya kanisa lako takatifu. Kwa nguvu ya Roho ya ukuhani mkuu, umjalie uwezo wa kuondolea dhambi kama ulivyoamuru. Apange huduma katika kanisa kadiri ya mapenzi yako, na kukifungua kila kifungo kwa mamlaka uliowapa mitume. Akupendeze kwa upole na usafi wa moyo, akutoleapo dhabihu itoayo harufu nzuri, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, ambaye kwa njia yake wapata utukufu na nguvu na heshima pamoja na Roho Mtakatifu katika kanisa takatifu sasa na hata milele. Amina. Kwa kuwekewa mikono ya maaskofu kichwani, kwa kuwekewa kitabu cha Injili kichwani, kwa kuwekwa wakfu kwa sala rasmi, na sisi sote tuliposema amina, huyu sasa sio tena askofu mteule, ni askofu mpya wa jimbo la Iringa.
Kuwekwa wakfu kunakamilishwa kwa askofu mpya kumiminiwa mafuta ya Krisma takatifu kichwani. Askofu hapakwi mafuta, ila anamiminiwa mafuta. Tendo la kummiminia Krisma takatifu kichwani ni kielezo cha utimilifu wa daraja takatifu. Askofu ni kuhani mwenye utimilifu wa upadre. Mungu aliyekushirikisha ukuhani mkuu wa Kristo, yeye mwenyewe akumiminie mafuta haya matakatifu na kukuneemesha kwa wingi wa baraka za rohoni. Asante. Asante wanakwaya. Asante, asante. Tusikilize kwa makini. Pokea Injili na kulihubiri neno la Mungu kwa uvumilivu wote na mafundisho. Sasa askofu mpya atavikwa pete ya kiaskofu ambayo ni kielezo cha mamlaka na utawala wake katika dhamana aliyokabidhiwa na kanisa. Pokea pete, alama ya uaminifu. Ulilinde kanisa takatifu, bibi harusi wa Mungu, kwa imani nyofu na maisha safi. Askofu mpya ni kuhani mkuu katika jimbo lake. Atavalishwa mitra, kofia kubwa, kama kielezo cha kiongozi mkuu wa makuhani katika kuwatakatifuza watu waliokabidhiwa na Mungu. Pokea mitra na wangavu wa utakatifu ung'ae ndani yako, ili utakapoonekana kama mkuu wa wachungaji ustahili kuipokea taji ya utukufu isiyo na mwisho. Askofu mpya atakabidhiwa fimbo ya kichungaji. Ni kielezo cha uchungaji mwema anaopasika kuushuhudia katika kulisimamia kanisa la Mungu. Subiri tafadhali. Pokea bakora, alama ya kazi ya uchungaji
na ulichunge kundi lote ambalo ndani yake Roho Mtakatifu amekuweka uwe askofu ili ulisimamie kanisa la Mungu. Askofu mpya ameshawekwa wakfu na kukabidhiwa vielezo vyote vya kiaskofu. Sasa atasimikwa kuwa askofu wa Iringa. Balozi wa Baba Mtakatifu, Askofu Mkuu Angelo, tuendelee kufurahi na kushangilia askofu wetu anaposimikwa. Askofu mkuu wa Metropolitan ya Mbeya, ambayo Iringa ni sehemu yake, na balozi wa Baba Mtakatifu wanampeleka kumketisha katika kiti kumsimika. Piga picha mmoja tu hapo.